ana haja na vyombo, ako na haja na wewe mwanadamu. Tunaelewana? Kwa hivyo kama vile unaona mtu akipewa ngari anaambiwa ya kwamba unirudishie ikiwa sawa jioni, naye Mungu ametupatia hii mili. Hebu fanya hivi. Mungu ametupatia hii mili. Hii mili usiringe na huu mwili ukisema ni wako. Huu mwili si wako. Huu mwili uko na mwenyewe. Na mwenyewe si mume wako. Mwenyewe si mke wako. Mwenyewe ni Mungu. Amen. Na ndio anakupatia ruhusa, fanya lolote unataka na huo mwili. Lakini jioni inafika, nitahitaji mwili wangu. Tunaelewana? Nitahitaji mwili wangu. Watu wamekuwa wakisema ya kwamba unajua hapo jirani kwetu kuna murogi, warogi ni wa Shetani. Shetani ana material ya kuumba mtu. Material ile ya kuumba mtu iko na Mungu peke yake. Kwa hivyo hakuna mtu wa Shetani. Unisikize, hata naona wengine wako kule. Shetani hana mtu. Watu wote ni wa Mungu. Ni vile mwanadamu alitoka kwa baba yake ambaye ni Mungu, akaipiwa na Shetani, akaharibiwa. Sasa anangojea auawe. I thank God wale wanasikia injili saa hii ni kuipiwa, waliipiwa, wakaharibiwa, lakini ambie mwenzako lakini pandu. Pandu kwa sababu wanapumua. Wanapumua. Tumekuja kuambia hata kama muliipiwa na Shetani na mukaharibiwa kiasi kile mumeharibiwa, pandu kuna matumaini. Kuna matumaini, hata waua kama vile Mungu aisivyo milele. Tumekuja kuambia amuuawi. Amen. Una watu wamekuwa wakisema ya kwamba unajua wale watu wanaitwa Antichrist. Funga masikio kabisa dada yetu usisikie. Watu wale unaona sana wapinga Kristo ni wale wanaenda tu wanaombanga usiku wakiwa uchi. Wapinga Kristo tunao kila mahali. Mtu yoyote unaona akichange maumbile ya Mungu, huyo ni mpinga Kristo number 1. Lakini hajaitwa ni wa Shetani, pandu yeye ni wa Mungu. Hata ukiona mtu akienda, kuna language inasemanga ya kwamba mtu anaenda, Shetani alikuipia, ukawa sasa ameipa understanding yako ya kwenda mbele. Wewe umetuguga, umesanganyikiwa. Unjuange unaendanga sijui ni mbele ama ni nyumba ama ni kando ama ni kando. Hata ukiona huyo mtu ameanguka hapa, unafikiria anakufa njioni. Huyo si wa Shetani. Huyo ni wa Mungu. Ni Shetani amemuipia. Lakini tumekuja kuambia tunaye Yesu wa kupeana uzima wa milele. Hata kama muliipiwa, kunaye Yesu wa kupeana uzima wa milele. Kwa nini tusipigie Yesu wetu makofi? Ndoa zimeipiwa na Shetani, zimeharibiwa kabisa, lakini sema pandu. Ni bado. Kifo akinja kunja. Na tumekuja hapa sasa kusema Shetani uliipa na umeharibu kiasi, lakini heri ya kuua hatutakubali. Sema hatutakubali. Hatutakubali uwe. Na ndio tumeleta message ya kwamba Shetani kazi yake ni kuipa, lakini watu wale umeipa wote, Bwana awarenjeze katika nyumba yake. Amen. Mungu awarenjeze. Wewe mama uliipiwa na Shetani. Wewe mzee uliipiwa na Shetani. Wewe soso alipiwa na Ibilisi. Mungu ni mwema sana, ni kwa sababu pamoja na kuipiwa, pamoja na kuharibiwa, Mungu amekushikilia kabisa, haujakufa ndio usikie injili ya today. Amen. Sema amen. Amen. Ndio ninaambia watumishi wa Mungu hawa ndanda zetu, hata nimesikiaje? My dress, my choice. Ni sawa. Lakini huo mwili unavaliza hiyo nguo sio yako. Huo mwili sio wako, ni wa mtu, ni wa Mungu. Anakungojea njioni, akwambia nilikupatia huu mwili uende ukaufanyize nini? Kazi ya kunitukuza. Lakini ulienda ukaifanyiza kazi ya kishetani. Ninahitaji huu mwili. Hapo ndipo utajua ya kwamba kimeumana.
Hatutaki kukanywa, kwani mtu hata akivaa vile anataka siyavae tu. Vaa vizuri sana. Hata wacha kuvaa half naked. Kaa ukiwa uchi kama mnyama. Lakini huo mwili mwenyewe anauitaka. Ambia mwenzako huo mwili mwenyewe anauitaka jioni. Anauitaka. Unakuta ya kwamba Mungu aliumba mwanadamu vizuri. Uwe unakunywa maziwa. Maziwa si ni ya kukusaidia. Na chakula kusaidia. Alafu shetani akakuibia akakwambia kwamba kukunywa maziwa ni ujinga. Heri ukunywe umeze hizi dawa za moshale. Kijana mdogo wa miaka 25 anaonekana akiwa mzee wa miaka 60 na hata hajaoa. Anasema ya kwamba unajua nini na nikuisha unaisha. Siulize wale washushu wamezeeka wakuambie hii safari zikarungurungu. Zikarungurungu vile watu wanafanyanga ate wewe utakuwa papa na mimi nitakuwa mama dakika 2-3 mimi sikui mama. Mimi sikui papa. Ndoa zikarungurungu, maisha zikarungurungu. Ni ukiwa papa responsibilities zinakufuata. Hapo hakuna amen. Unajua injili ya nje ni nzuri sana sababu inakuanga mawe iko around. Mawe iko around. Hata utafuti. Yesu alikuwa na ubiri mpaka wanachukua mawe wanaweka hapa nyuma. Wanaweka na nyuma hivi. Mpaka siku moja Yesu akaona wakichukua. Akawauliza sasa, mbona mnanichukulia mawe? Wakaangusha. Umeona mawe wapi? Yesu anawaona tu hata moyoni chukua. Unawacha kuangusha. Wacha nikwambie. Ukweli lazima uongewe. Amen. Haleluya. Amen. Mtoto mpotevu iko katika Luke 15. Ni vile sina wakati lakini ni vizuri kuquote na ni vizuri nyinyi waandishi na wale wasomi mchukue Biblia. Nitaenda tu nitaipita tu kwa msaada wa Roho Mtakatifu wa Mungu na uangalie kama ni hivyo. Luka 15 kuanzia mstari wa 11 Biblia inaanza vizuri sana ya kwamba kunaye papa alikuwa na watoto wangapi? Wawili. Na yule mdogo akasema ya kwamba agawiwe urithi wake na papa akupishana. Akawamwambia well and good. Akamugawia haraka. Na Biblia inasema ya kwamba akaenda nchi ya mbali. Nani alikuwa amemuibia? Shetani akaipa mawazo mazuri ya yule mtoto, agawiwe vitu vyote urithi wake, ndio aende akauharibu katika nchi ya mbali. Na Biblia inasema ya kwamba akiwa katika nchi ya mbali akaingiana na maraya. Pastor unaongeaje? Si usome maandiko uone. Haisemi akaingiana na wachawi. Inasema akaingiana na washerati, maraya. Wakamukurania. Sema kukuranio. Wakamukurania vibaya sana. Wanasemanga ni amuri ya namba 7 ya vichi. Ya mavisi. Ate kindu kione kugetie kagirwo muhuthia kaiju kiogono ndo ndandara hituka. Ate kitu kile kimeonekana akiweka ngwi musa. Kwa hivyo unapita nayo hata kama ni nyama ya ndogi. Basi wakakurania kakinjana na kakabaki kakiwa hopeless. Asante kwa sababu ya hiki muni hiyo imekuja na ndege za hii. Sikiza. Na Biblia inaenda ikisema ya kwamba na huyo kijana hapo jirani. Sema jirani kama hapa. Kukapatikana mwenyeji ambaye alikuwa na nguruwe. Unaona mshahara wa kuipiwa. Shetani akuipia ate mchekange you are very smart. No. Anakuipia mpaka hiyo dhono unafanyanga hivyo. Hakikisha imeisha. Unaenda kagiwa kamuti hivi tu. Ndio unaona mtu akiambia ungiriona huyu mama miaka 2 iliyopita. Ngai alikuwa anaenda mpaka watu wanasanga, alikuwa anaenda kama mpata mzinga, lakini saa hii muangalie anaenda hivi. Hata huwezi jua anaelekea mbele ama ni nyumba anarudi. Sema amen. Inaisha.
Unashangaa kunaendanga na muna gani? Usiringiwe na mtu hata kidogo. Ati kivua juu. Oi. Inaishanga mpaka kivua ilikuwa inakaa hivi inakaa hivi. Mpaka mtu akikoa hivi unasema huyu ni kudhiaradi. Basi, tunasema hiyo si ugonjwa, hiyo si corona. Hiyo ni ugonjwa wa shetani. Yesu alikuja ili tuwe na uzima na tuwe na hotele. Toka katika mboma ya shetani, rudi nyumbani kwa baba yetu ambaye ni Mungu. Yesu asifiwe sana. Amen. Yule mtoto akaenda akapata job, sema akapata job. Akapata job. Lakini ni job mbaya. Unajua job hiyo iko katika rurenda wa shetani. Shetani hana kitu kizuri. Biblia inasema ya kwamba akaanjiriwa kulisha nini? Nguruwe. Lakini huyo jirani alikuwa jirani mbaya. Kwa nini? Hakuwa anampatia fundi, anampatia ya kulisha nguruwe. Lakini amshughuliki. Biblia inasema ya kwamba na siku moja akashikwa na njaa mpaka akafikiria kukula pamoja na nguruwe. Na hapo kabla hajaingilia hiyo area sana, akasema, Biblia inasema ya kwamba akanjirundia. Sema kunjirundia. Naongea na watu jioni ya leo. Mzee, jirundie, urudi kwa Mungu. Mama, jirundie, rudi kwa Mungu. Amen. Yesu asifiwe sana. Kijana, ati kijana mbarubaru, wachana na umbarubaru. Umbarubaru nje ya Yesu ni kuisha. Katoto kazande siku. Ati kumukifanya korongo munafanya torongorongo watu wa 20 years. Munafanya torongorongo mpaka wakati mumekuwa karibu kuwa adults. Ati munafanya korongorongo mkiwa wazazi. Lini? Sini kukufa munakufa. Basi kijana akanjirundia na akasema kwa baba yangu, sema kwa baba yangu, kuna watumishi ambao wako kwa hiyo mboma, wanakula, wanakunywa na wanapakisha. Mimi nitarudi kwa baba yangu, nimwambie nimekosa mbinguni na mbele yako. Basi nikubalie nirudi hapa kwa hii mboma, lakini nisiwe mtoto wako. Amenjirundia mpaka ameona ile dhambi amefanya, asitahili hata kuitwa mtoto wa mboma hiyo. Lakini Biblia inasema ya kwamba papa yake wakati alimuonea kwa umbali, akamukimbilia, akamupusu, akamuleta nyumbani. Na kitu za kwanza akaambia watumishi wale wake, akawaambia sikieni, chukueni mavazi muvalishe huyo. Unajua shetani akiipia mwanadamu, anahakikisha unaenda uchi. Auone siku hizi vile watu wamepandilisha maumbile. Samani ninawaambianga ya kwamba ungiliona mzee wa Gisagi ameenda magoti ikionekana, ana explain nini? Huko viraka chapo ana explain nini? Yani masikini shida. Lakini ona shetani ameipia watu, anawaambia kwamba hiyo si shida. Ukiwa hivyo uko mbele. Kwa hivyo unaenda na machapo tu. Machapo unauzia nani machapo? Na itakuua. Ukiangalia magoti na hata izavizwi. Oi, si basi kana magoti ikionekana vile iko white, njivu na uoge na upake mafuta. Hakuna. Na mtindo mwingine umetokea wa mavinjarate wanaenda kama nugu. Unaonanga? Ati sasa shetani ameipa ule mtindo wa kiungu, ameleta mtindo wa kishetani. Mtu anaenda hivi ni kama anakufa jioni. Devi unaniangalia na mwanangu. Ndivyo hivi. Unaona mama kama huyu badala atengeneze nywele, yeye ndiye ananyolewa. Naye kijana mzuri alizaliwa vizuri, naye huyo ndiye amepaka ndaye na kuasiria mpaka imekaa kama ya. Ati unajua huyu anakuanga mbele. Unadanganywa, uko nyuma kilomita 2000. Na wewe bandara ya ulale nyumbani unararanga nje. Hiyo ni tabia nani? Ya ndogi. Ndogi ndio wanararanga nje na wako na kwao. Mzee, ni nini siwende nyumbani? Nyumbani ya shangapi? Hata hapa panaweza kuwa nyumbani. Wapi kitanda? Ni kuipiwa na shetani. Lakini tumekuja kuwatangazia ya kwamba
Kuipiwa tena kumefika mwisho. Amen. Katika jina la Yesu. Ni kwa sababu uko na nafasi ya kuja kwa Yesu akuokoe, Yes. upate uzima wa milele. Amen. Mnaangalia andi. Kwani nilikuwa najua utakuja? Mimi sikuwa najua. Kwa hivyo hata wewe ukiwa magoti umekata usifikirie nimekuona. Mimi hii nilipewa kitambo. Kijana wetu mzuri aliza. Hebu kwanza niangalieni hapa wachungaji wenzangu na wazirika. Niangalieni hapa. Na ninaona hapa tukiwa na watoto wetu na wazazi wetu. Kama mtoto wakati alizaliwa, mzazi angelipata katoto kakona na nywele ya brown, huyo mtoto angekaa kwa nyumba usemange haleluya, nimebarikiwa na mtoto wa kike. Lakini nowadays Shetani ameipa watoto wetu, anawaonyesha kukaa na nywele ya black ni ujinga. Inaenda inapakwa white, mpaka unashangaa hii white iliumbwa na nani? Si Mungu aliumba white. Ati Mungu si yako na marangi yote. Lakini hakuumba white. Wewe uvaange white. Na brown unakaa kama kwetu kuna mnyama kengine kanaitangwa huko. Na kuambia ungelienda OC. Naongea na wazazi. Ungelienda OC, uambie daktari, enyewe Mungu amenisaidia na mtoto, lakini huyu mtoto ako fani sana. Si ndio ndugu yetu? Ako na kichwa inakaa kama wadho. Afanyiwe hata operation. Lakini siku hizi Shetani amewaipia wengi. Wanaonyeshwa ya kwamba hakuna haja ya kukaa na black. Heri ukae na nini? Hata ninasikia red, brown, Yellow, indigo, yellow, blue. Lakini wewe hata ile rangi haijawahi julikana. Lakini hiyo kichwa unavaa hivyo inahitajika. Ambia mwenzako inahitajika na mwenyewe. Siku hiyo ndio utatambua. Kuna wengine hata nimeona wakipita hapa, ate mtu anafunga ate masikio, anaweka vindole kwa masikio asisikie hiyo makelele. Naomba Mungu, siombi Mungu ate watu wakufe. Lakini ningependa siku zile Mungu alikuwa anavuvua watu. Hata leo hii anaweza fufua watu. Siku moja kukiwa na maombolezi ya mtu ambaye alikuwa anapinga injili, akisema ni makelele. Wakati amekufa, Mungu alete anointing afufuke. Akute kama atakuwa akifanywa maombolezi na demons na Shetani. Hakuna. Atakuta hiyo mboma imejaa watumishi wa Mungu wakipiga hii kelele. Oh, haleluya. Tunapanga mipango kwa sababu ya huyu mpendwa ameenda kwa Mungu. Nani amekundanganya ameenda kwa Mungu? Hiyo ni siri ya Mungu. Wezi njua. Yeye ndiye alikuwa karubandika ya kuroga watu, alafu ati ameenda kwa Mungu straight. Hakuna. Aroge na aokoke, aache urogi. Mungu atusaidie sana. Amen. Wazee wamekaa kule na wamama ndio tuweze kuambia wale wengine na wenzetu, sababu hata sisi hatuna bahati. Ukitoka katika wokovu uone ni ujinga, uanze mambo ya dunia, tutakutana na wewe. Tukifikiria unakuja ya SGR South ati ukivuka kule Rangau, kumbe ndio unaenda Kwale. Ukienda na kusababu na huku kulivyekwa kabisa kukakaa kama tumbo. Na tumbo ndio ilivamiwa mbele. Chunga sana. Injili hii si karongorongo. Inatakikana ukisikia neno la Mungu, fanya vile linavyokuambia. Kama hujaokoka mama, wakati ndio huu. Kuja kwa Yesu, okoka na undumu kwake. Mzee hivyo hivyo, kijana. By the way, hii injili haikuletwa ni kwa sababu ya wanyama. Hebu ambie mwenzako hivyo. Haikuletwa juu. Hii injili haikuletwa ni kwa sababu ya wanyama. Ililetwa ni kwa sababu ya wanadamu. Yesu hakukufa ni kwa sababu ya kina ndogi na ng'ombe wale wakubwa. Alikufa ni kwa ajili ya huyo mtu, huyo kiumbe anaitwa mwanadamu. Sema amen. Amen. Na uchungu wa mwana aujue ni nani? Mzazi. Ndio unaona Yesu, sababu yeye ndiye mzazi wetu, anaumia sana wakati watu wake wanaipiwa. Lakini Shetani anafurahi sana wakati anakamata kamoja,
anaenda kukatesa kule. Sema amen. Amen. Kwa sababu shetani anafanya mambo kinyume. Wakati Yesu anakuambia uende mbele, yeye shetani naye anakuambia kuenda mbele ni ujinga. Heri ukae tu nyuma. Ndio unaona hata jua likiwa limewaka. Nani amewahi kukutana na kijana mbarumbaro ati tunaambiangwa vijana ndio wako na damu iko moto. Ati mbichi. Moto na sisi moto. Hata sisi tunaweza weka kuni na ilirimbuke. Sikiza. Unakutana na huyo kijana wa miaka 20 lakini nguo zile amefaa ni kama kunanyesha. Na amejivunikanisha vitu vingi. Unaona unanjua. Sasa naulizanga wewe utakatia ndemu za ngapi? Tumeambiwa ni siku ya mavinjana. Mnasema kukatia. Kurusha mistari. Wewe rusha mistari tu, lakini unjue kama unarusha mistari ukiwa pande ya shetani anakundanganya. Huyo nyakanga unafikiri umepata, amekupata. Atakuralisha siku moja nduru ile utapiga ndugu yangu. Atakuuliza siku moja unafikirianga umenioa ama nimekuoa, ukisema na anakuambia unjue as from now onwards wewe ni mke wangu, unipeleke wapi? Kuokoka ndio hekima ya Mungu. Kurudi nyuma na kukaa ukiwa kule kwa shetani, hiyo ndio ujinga. Unasikia vizuri watumishi wa Mungu? Najua tunahubiria mpaka ndanda zetu na ndugu zetu wako manyumbani. Hii inasemekana ni makelele. Yesu akipita hivi tu watu wakasema ya kwamba Bwana waambie wafanye nini? Wachungaji mko wapi? Waambie wanyamaze. Yesu akawaambiaje? Sema hawa. Sema hawa wakinyamaza. Sema hawa wakinyamaza. Hawa wakinyamaza. Yaani sisi tukinyamaza. Wachana kusema hawa wakinyamaza. Hawa walikufa. Wewe unaishi. Fanya. Lakini ukiwa muoga unajua utafanya hivi, unaona kama unakunjiwa within no time. Sema sisi tukinyamaza. Sisi tukinyamaza. Mungu anaweza sababisha mawe. Mungu anaweza sababisha mawe. Ya muimbie. Ya muimbie. Imagine mtungi kama huu nikiwa sita upiri mtungi kama huu zikia ukisema hey haleluya, huyu mtu hapo ndo atasimama. Sema ya kwamba kai nendo naro kimekua. Na kianda akakora kanida kangekena ndakora mtungi ukialia. Wa munjui hapa tuliambiwa ya kwamba ati kipiriti ilikuwa inaongea kwa kanisa. Sisi hakuna kitu hatunjapata. Na ni uongo. Kipiriti inaongea nini? Lakini ni vizuri ndio siku kama hii ya leo tukuje tuseme ya kwamba kipiriti itaongea kwa waganga na ni upuzi. Na tuliheshimiwa aje. Mpaka jamaa mmoja akakuja na ndinga yake sababu anaona tumchungaji ambacho hatuna hata baisikeli wa changali. Akakuja akaeregeza ngali hapo straight hapo tu kwa mlango wa kanisa na akatoa mitungi ya pombe akatoa akiweka hapo. Mimi nikasikia Mungu akinihimiza nisimuulize hata kitu. Nani atamuuliza? Kama mimi sitamuuliza nani atamuuliza? Mungu. Mwenye kazi. Haleluya. Amen. Mimi niliponyamaza lakini nanyamaza ndani nikiumia. Unajua mimi ni mwanadamu bado. Alikuja, gari ilikuja vizuri sana lakini wakati wa kwenda, hebu nijaribu kusema vile gari inatoanga sauti. Chokiki. Akasema nendete kiago kule Arogi. Diarogi. Hiyo gari haikuenda, ikamugharimu achukue ponda aende akatafute makanika Rungai, akaleta ikatengenezwa, ndio gari ikarushu. Simba kalipia gharama ndio awe na this. Asiwae fanya hivyo tena. Kutoka siku hiyo gari ilikuwa inakuja inawekwa mbali. Nikasema kweli Mungu hawezi kama Njiru. Ningependa tusimame na miguu. Kuna ushuhuda mkubwa bwana, lakini hiyo tutatoa siku nyingine. Yesu anapeana uzima wa milele. Kama wewe umeokoka, dumu kwa Yesu. Kwa Yesu kuna uzima wa milele. Na kama hujaokoka, kuja kwa Yesu, okoka na undumu kwake. Mungu awabariki sana. I thank God, yani
Mungu alituweka mahali pa kuna wanadamu. Na namshukuru Mungu tena ni kwa sababu aliona ya kwamba tusikae na wanyama. Hebu niangalieni hapa. Kwa kitu kamepita nikakumbuka siku moja nikiwa nimeenda kibarua. Niliona nakwambia watu wamepandilisha mitindo. Badala ya wewe uchukue msana ama mke wako, si ndio? Umuonyeze upendo wa aina zote zile akili yako inakuambia. Huyo jamaa aliinua kindogi. Na kindogi nako ni kama shaitani. Kikatoa ulimi. Wakakutania hapo. Si zamani 2020 hapa. Katoa ulimi. Nikaona wakifanyana. Nikasema huyu jamaa sasa anirezi akuje kwa Mungu. Akiambukizwa hii mate hii. Hata wae penda mate ya mwanadamu. Meipiwa kabisa. Ati ndogi aro sweet gari. Kujeni hapa tuombe pamoja watumishi wa Mungu. Okoka, uokovu si wa wanyama, uokovu ni wa wanadamu na ni sisi. Hatujakuja kuhubiri dini, tumekuja kuhubiri Kristo. Amesema ya kwamba Shetani na demoni zake kazi yao ni kuipa, kuharibu na kuua. Lakini Yesu alikuja kupeana uzima wa milele. Nawapa nafasi tu mkuje hapa karibu tuombe pamoja. Siku hii ya leo ni siku kubwa. Uko hapo na umesikia habari njema. Ikiwa uko kwa nyumba, kuja uombewe, uokoke na undumu kwa Yesu. Hakuna kitu kingine. Hapa hakuna mambo ya dini. Tunamhubiri Kristo peke yake. Mutigioke ndungata sianga nendero na ndanda zetu kule. Kujeni. Hii habari njema si kwa ajili ya wanyama, ni kwa ajili yetu. Alafu kitu kimoja na furahianga Mungu mkivuka kunja mahali hapa. Ni kwamba yeye wakati anaishi hana ubaguzi. Hatuokoi ni kwa sababu ya kutuangalia sura. By the way, kama ni kuangalia sura, wengi wetu hatungekuwa tumeokoka. Sababu nimeona watu ukiangalia hivi unasema ya kwamba mimi huyo jamaa nimemchukia kwa sababu ya uweusi. Ni mweusi kama makaa. Kwa hivyo ungekuwa Mungu, ungemchagua. Lakini sasa anachukua weusi, wembamba kama huyu, wanono kama huyu, kijana mzee. Tusichezee habari njema. Tumesimama mpaka leo hii ni kwa sababu ya Mungu. Sema amen. Kwa nini tusipigie Yesu wetu makofi sana? Pigia Yesu wetu makofi. Haleluya. Kijana uko hapa ni kwa ajili ya Mungu. Mzee mwenzangu ni kwa ajili ya Mungu. Haleluya. Pastor ni kwa ajili ya Mungu. Hakuna Mungu wa kiremba na Mungu wa kunyolewa. Mungu ni yule yule tu, anataka utakatifu pekee. Ona mpaka pastor mwenzangu ananiambia na ni kweli. Kwani tunazomanga na yeye? Yes, sababu Biblia ni ile moja. Mambo ya kunyang'anywa utu wa Mungu, alafu unabadilishwa unakuwa wewe mtindo wako ni wa ndugu. Tumekataa katika hiki kijiji. Naona dada anaenda anaandikiwa sindano 10 akitoka Kenyatta. Unaangalia hiyo kitu alikuwa anapeleka kama kiti. Ilipaki Kenyatta. Nini sasa mnaniambia? Te mimi ni kijana mbaru. Mimi ni senge. Hakuna senge kwa Mungu. Senge inakufa. Tutakutana na wewe ukikoa kama mbaniani. Nani anajua vile mbaniani inakoanga? Bas. Nafikiri ni kambarindi kalinishika siku ile nilipepwa na ponda ya nani? Hata lengo. Gaya tutendi. Mimi nasemanga hata pale kanisani, siwezi fanya everything. Kwa nini? Tumeitwa tukiwa wengi. Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ningependa watumishi wa Mungu, sababu hii kidhomo ilikuwa ya youth na wako na leaders wa youth, mkuje sasa mmoja wenu atuombe katika jina. Na ni asante kwa sababu ya kunipa nafasi nikaweze kuhubiri habari njema. Tuko na watumishi wa Mungu, kujeni hapa, leaders wa youth wako hapa. Si hata ni youth, ni watu wamekoma. Hata naona heshima. Huyu si ndugu yangu. Bana, atabuzi mama hapo hapo. Apigieni Yesu makofi Bwana.
Ni watu wanaweza kondolea mwanalika na wakaungana na mimi nikawaambia, as long as unaishi ukiwa umeokoka na uko kanisa hili, hakuna mambo ya boyfriend na girlfriend hapa. Muzikatania hapa. Girlfriend, yani unakaa ndogi inawekwa pamoja na nyama choma. Ati na hakuna muujiza hapo. Hakuna kitu kama hiyo. Wewe ukitaka hiyo uchomoke, tutakukuta huko kwa miiba. Inaitangwa rangau. Kwa hivyo waliungana pamoja na mimi. Usikubali. So msalimiane hao watumishi wa Mungu, alafu dadi utatuombea. Safari njema. Wale tuko